Na salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku. Leo tarehe 10 Machi mwaka 2026, tutakwenda kuangazia hali ya usalama ambayo inakwenda kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku hasa katika mkoa wa Kivu Kusini, ambako vyanzo vya ndani na vya kiusalama vinaeleza kuwa siku ya jana tarehe 9 Machi mwaka huu ilikuwa na mvutano mkubwa wa kijeshi katika maeneo ya Kakenge na Kalingi, ambako mashambulizi maalum yameripotiwa kufanywa na ndege isiyo na rubani ama drone dhidi ya ngome zinazodaiwa kutumiwa na makundi ya wahasi wa M23 Twirwaneho Red Tabara. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka uwanjani, zinadai kwamba operesheni hizo za angani zilionekana kuwa sehemu ya juhudi za kudhoofisha vituo vya wahasi vinavyofanya shughuli katika eneo hilo. Milipuko iliyosikika katika maeneo ya karibu ilisababisha hofu kubwa miongoni mwa raia ambao tayari wameathiriwa kwa muda mrefu na hali ya kutokuwa na utulivu katika maeneo hayo. Wakati huo huo, katika eneo la Minembwe hali inaonekana kuwa tulivu kwa muda mfupi, na waangalizi wa eneo hilo wanasema kuna utulivu wa tahadhari, ingawa vikosi vilivyopo vinaendelea kubaki katika hali ya uangalifu na hali ya juu kwa kuhofia uwezekano wa mapigano kuanza tena. Harakati za wanajeshi pamoja na ufuatiliaji wa karibu vinaendelea kufanyika, ishara kwamba hali bado ni tete na inaweza kubadilika wakati wowote. Mamlaka za kijeshi zinaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali katika sehemu hiyo muhimu ya Kivu Kusini, huku operesheni za kiusalama zikiendelea kwa lengo la kudhibiti makundi yenye silaha na kuzuia kuongezeka kwa ghasia. Na tukijielekeza huko mkoani Kivu Kaskazini, mapigano ya silaha yameripotiwa katika Parke National de Virunga, ambako wapiganaji wa Zalendo wameripotiwa kukabiliana na wahasi wa M23 wa FCRDF. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani pamoja na vya kiusalama, vinadai kwamba mapigano hayo yalizuka baada ya kundi la wapiganaji wa M23 wa FCRDF kuzuiliwa njiani walipokuwa wakielekea katika eneo la Masisi kwa lengo la kuimarisha vikosi vyao huko. Ushuhuda uliokusanywa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo unaeleza kuwa wapiganaji wa Zalendo, ambao mara nyingi hutajwa kama makundi ya kujilinda ya wananchi, waliwavamia wapiganaji hao wa M23 wa FCRDF kwa kuvizia wakati walipokuwa wakipita ndani au karibu na msitu wa hifadhi hiyo. Mapambano yaliyofuata yalihusisha mashambulizi makali ya risasi katika eneo ambalo ni gumu kufikia, ikiwa na misitu minene na milima yenye mandhari ngumu. Waangalizi wa hali ya usalama wanaeleza kuwa mapigano hayo yanaonyesha shinikizo kubwa la kijeshi linaloendelea katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini, ambapo makundi mbalimbali yenye silaha yanajaribu kuimarisha au kupanua maeneo ya kimkakati. Hifadhi ya Virunga, ambayo ni moja ya maeneo makubwa ya asili yanayopatikana na nchi jirani, mara nyingi hutumiwa na wapiganaji kama njia ya kupita au kujificha kutokana na mazingira yake magumu na ukosefu wa uwepo wa kudumu wa vikosi vya kiusalama. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa hali bado ni tete katika eneo hilo, huku kukiwa na harakati za wanajeshi na hatari ya mapigano mapya kuzuka wakati wowote. Hivyo basi, hali ya kijeshi katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaingia katika kipindi cha uhamasishaji mkubwa wa vikosi, hasa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya kiusalama pamoja na taarifa kutoka maeneo ya mapambano, mistari kadhaa ya mbele imeimarishwa kwa kuongezwa kwa wanajeshi na vifaa vya kijeshi katika mazingira yanayoashiria maandalizi ya operesheni mpya za kurejesha udhibiti wa kijeshi katika maeneo muhimu.
Miongoni mwa malengo makuu ya kimkakati yaliyotajwa ni kurejesha udhibiti wa miji miwili muhimu katika mashariki mwa nchi ambayo ni Goma na Bukavu. Miji hii ina uzito mkubwa kisiasa, kiutawala na kiusalama, na inachukuliwa kuwa muhimu katika juhudi za serikali kurejesha kikamilifu mamlaka ya dola ama autorite de l'etat katika sehemu hii ya taifa. Huku uwanjani, jeshi la Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea na operesheni zake likishirikiana na makundi ya kujilinda ya wananchi yanayojulikana kama wazalendo, ambao kwa miezi kadhaa wamekuwa wakishiriki katika mapambano dhidi ya makundi mbalimbali yenye silaha yanayofanya shughuli katika eneo hilo. Vikosi hivi vinaonyesha azma ya kulinda kila sehemu ya ardhi na taifa na kuzuia kusonga mbele kwa makundi ya wahasi. Katika maeneo kadhaa ya mapigano, waangalizi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa shinikizo la kijeshi linaendelea kuongezeka hatua kwa hatua, hali inayoweza kuashiria uwezekano wa kuanza kwa operesheni kubwa katika saa au siku zijazo. Harakati za wanajeshi pamoja na maandalizi ya vifaa vya kijeshi vinavyoripotiwa katika baadhi ya maeneo vinaonyesha kuwa hali ya usalama imefikia hatua iliyo tete. Katika mazingira haya, ujumbe wa kuunga mkono vikosi vilivyo kwenye mstari wa mbele unaendelea kusikika kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Kwa viongozi wengi pamoja na wananchi, kulinda umoja wa taifa, mipaka yake na uhuru wa nchi kunabaki kuwa kipaumbele kikuu, wakati mashariki mwa DRC ikiendelea kukabiliwa na moja ya migogoro mikubwa zaidi ya kiusalama katika miaka ya hivi karibuni. Na ripoti ya hivi karibuni ya Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme imeangazia kuendelea kwa kiwango kikubwa cha unyanyasaji wa kingono unaohusiana na migogoro ya kivita katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyochunguzwa siku ya jana Jumatatu tarehe 9 Machi mwaka huu, inadai kuwa idadi kubwa ya visa vilivyorekodiwa mwaka wa jana ama mwaka wa 2025 yani 2025 katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini vinadaiwa kufanywa na makundi yenye silaha yanayofanya shughuli zake katika maeneo hayo. Kulingana na takwimu zilizokusanywa na waangalizi wa haki za binadamu, wanadai ya kwamba takriban 75% ama presque 75% ya waathiriwa wa ukatili wa kingono ulioripotiwa katika mwaka huo wanahusishwa na vitendo vya makundi hayo ya wahasi. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa wapiganaji wa M23 wa FCRDF ni miongoni mwa wanaotajwa mara nyingi zaidi katika visa hivyo, huku waathiriwa 439 ama 439 victims wakiripotiwa katika matukio yaliyorekodiwa. Taarifa hiyo pia inaeleza kuwa makundi mengine yenye silaha yanayopatikana mashariki mwa nchi yanatajwa kuhusika katika vitendo hivyo. Miongoni mwao ni baadhi ya makundi ya wanaojiita wazalendo ambao mpaka sasa wao bado hawajajiunga na serikali ya Kongo, kama vile kikundi cha Coopérative pour le Développement du Congo, makundi mbalimbali ya wa Maimai pamoja na Force Démocratique de Libération du Rwanda FDLR na Allied Democratic Force ADF NALU. Umoja wa Mataifa unasema kuwa vitendo hivi vinaendelea kuathiri vibaya jamii nyingi za raia ambazo tayari zimekuwa zikikabiliwa na miaka ya ukosefu wa usalama na kuhamasishwa kwa lazima kutoka makazi yao. Majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini bado yanatajwa kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi na migogoro ya silaha nchini, ambapo uwepo wa makundi mengi ya wapiganaji unafanya juhudi za kulinda raia kuwa ngumu zaidi. Kutokana na hali hiyo, mashirika ya kutetea haki za binadamu yanatoa wito wa kuimarishwa kwa mifumo ya ulinzi wa raia, kusaidia waathiriwa pamoja na kuwafikisha mbele ya sheria wahusika wa uhalifu huo, ili kupambana na hali ya kutokuwajibika inayoripotiwa kuendelea katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku. Tunatumaini ya kwamba wewe ulianza nasi na kumaliza nasi, hivyo basi wacha tukushukuru
tukushukuru na tukuhimize uendelee kubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi zaidi habari motomoto kutoka Kibenge TV. Kwa hiyo tukutane kwa majaliwa. Asante.